Alex, kuna shida gani? Mhasibu ameniambia kwamba umekataa ombi langu la kuchukua pesa. Ndiyo, nimemwambia asikupe. Kwa nini? Sam, siwezi kukubali uendelee kutumia pesa za kampuni kwa mambo yasiyo na faida. Hivi umejaribu kufikiria itakuwaje siku tukihitaji pesa kwa ajili ya mambo muhimu? Unamaanisha nini kusema natumia pesa kwenye mambo yasiyo na faida? Ina maana mahitaji yangu hayana faida, si ndio? Hivi Alex, umesahau kwamba mimi ni kaka yako mkubwa? Sikia Sam, najua wewe ni kaka yangu mkubwa, lakini matumizi yako ya pesa siyaelewi kabisa. Kwa mfano, wiki iliyopita ulikuja kuomba pesa nikamwambia mhasibu akupe, lakini ulichokifanya baada ya kupata zile pesa ni kwenda klabu na kutumia pesa zote. Halafu leo unarudi na kutaka upewe pesa nyingine. Kwa kweli hilo haliwezekani Sam. Kwa sasa hatuna pesa ya kukupa. Sasa Alex, naona unaanza kulewa madaraka. Tafadhali, hicho kitu ulichokaria naomba kisikupe kiburi, kwa sababu mimi na wewe tuna haki sawa kwenye hii kampuni. Na mimi nakukumbusha kwamba huu ni urithi wa baba yetu na siwezi kuruhusu kitu chochote kiuharibu. Sawa? Kwani mimi nimefanya kitu gani cha ajabu ambacho kinaharibu urithi wa baba yetu? Kinachoharibu huu urithi ni maombi yako ya pesa kwa ajili ya matumizi yasiyo ya lazima. Yaani wewe kila wakati ni pesa, pesa, pesa. Kwa kweli kuanzia leo hakuna pesa ya kukupa hapa. Kama unataka pesa, naomba usubiri mshahara wako mwisho wa mwezi. Alex, kweli wewe ni wa kunijibu mimi hivyo? Mimi nimemaliza Sam. Naomba ukaendelee na kazi zako. Sawa, nashukuru sana kwa majibu yako. Kwa kweli Chausiku, sina furaha kabisa kwenye maisha yangu kwa sasa. Kwa nini? Huwezi amini Chausiku, Alex amenizuia kabisa kuchukua pesa kwenye kampuni yetu. Namuunga mkono kwenye hilo kwa sababu huwezi kuwa unatumia pesa hovyo halafu unategemea endelee kukupa. Hebu acha kumtetea yule mjinga Chausiku. Kwanza amewekwa pale kuwa bosi kwenye ile kampuni kwa kupendelewa na mzee, lakini ukweli ni kwamba mimi na yeye tuna haki sawa kwenye ile kampuni. Uko sahihi kwenye hilo, lakini pia unahitaji kupunguza matumizi yako. Halafu Sam, kumbuka ile ni kampuni ya baba yako na sio kampuni yako. Hivyo huwezi kutumia pesa kiholela na kufanya unavyotaka kwenye kampuni. Hivi Chausiku, uko serious kweli? Ndiyo, mimi niko serious. Nidhani kuwa wewe ni rafiki yangu na nidhani utanisupport kwenye hili, lakini cha ajabu naona upo upande wa Alex. Sam, mimi ni rafiki yako, ndio maana ninakuambia ukweli. Siwezi kukudanganya ili nikufurahishe, ila ninakuambia ukweli ili ufanye kilicho sahihi na mwisho wa siku uwe mtu bora kuliko Alex. Sam, mimi ni rafiki yako, ndio maana nakwambia ukweli. Sasa atakuwa wapi? Maana nimeenda vituo vyote vya polisi, lakini hayupo. Na pia nimezunguka kwenye hospitali zote, lakini wanadai hawajamuona. Yaani hata sijui ndugu yangu amepatwa na nini. Mungu, naomba umlinde kaka yangu huko alipo. Halo. Halo. Ndugu yako Sam yupo mikononi mwetu na unahitajika kulipa fidia ya milioni 50 ili tuweze kumwachia. Nini? Lazima ulipie ndani ya siku 3, la sivyo utapata maiti yake. Na pia na kuonya, usije ukalihusisha jeshi la polisi kwa sababu simu yako tayari tunaifuatilia. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Halo, halo. Njoo mbele. Njoo mbele. Sasa simama. Angalia upande wa kushoto, utaona geti jeusi. Kisha tupa hilo begi juu ya geti leusi. Vipi, hilo begi lina pesa? Ndiyo, kila kitu kiko sawa. Hiyo inamaanisha ndugu yako bado anakupenda licha ya tofauti zenu. Hayo sio mambo ya kujadili hapa. Kwa sasa chukua hizo pesa uende nazo kwako, sawa? Sawa, basi tutaonana baadaye. Poa, hakikisha unafuata mpango wetu vizuri. Usijali kuhusu hilo. Wale jamaa walioniteka ni washenzi sana. Pole sana kaka. Natumai hawajakuumiza.
Asante sana ndugu yangu kwa kuja kuniokoa, maana usingefanya hivyo wale jamaa wangeniua. Hayo yamekwisha kaka. Kwa sasa nenda kaoge kisha upumzike. Sawa. Sam, kile kiasi kidogo cha pesa ulichonitumia kina maana gani? Kwa hiyo ndio sababu iliyokufanya uje ofisini kwangu bila taarifa? Hata hivyo nilikupa kiasi cha pesa nilichoweza kutoka kwenye zile pesa nilizopata. Sam, tafadhali naomba usinitanie kabisa. Ile kazi niliyofanya ni hatari sana, na kiasi cha pesa ulichonipa sicho tulichokubaliana. Kwa hiyo naomba unipatie pesa zangu zilizobaki. Kwani nisipokupa hizo pesa utanifanya nini? Sam, ninakuhakikisha usiponipa hizo pesa nitamwambia Alex kila kitu tulichofanya kuhusu lile tukio lako la kutekwa. Usinitishe cha usiku. Kama wataka, nenda sasa hivi ukamwambia Alex kwamba mimi na wewe ndio tuliratibu lile tukio la mimi kutekwa. Uko serious Sam? Ndiyo, niko serious. Nenda. Habari yako kaka? Salama. Cha usiku. Alex. Mungu wangu, unafanya nini hapa? Nilikuja tu kujadili jambo fulani na Sam, na nilikuwa... Yaani umekuja ofisini kwa Sam bila hata kuja ofisini kwangu kunisalimia? Hapana, sio hivyo Alex. Nilikuwa nataka nikitoka ofisini kwa Sam ndo nije ofisini kwako kukusalimia. Huo ni uongo cha usiku. Sasa utakuja lini kunisalimia rasmi? Wakati wowote utakaponiita nitakuja. Sawa. Kwa kweli cha usiku, ningependa kukaa na nyinyi hapa tupige story, lakini nina jambo la dharura la kushughulikia. Ni jambo gani hilo? Ni kuhusu ile kampuni ya mawasiliano. Wamenipigia simu na kudai wanataka tufanye nao kikao, lakini tunatakiwa kwenda kwenye hicho kikao na pendekezo imara zaidi. Hilo ni wazo zuri sana. Sasa hatua inayofuata ni ipi? Kwa sasa nina mkutano na washauri ili watupe mwongozo sahihi ambao utatusaidia tusije tukapoteza hili dili. Wow, hilo ni wazo zuri pia. Kwa hiyo umepanga kukutana nao lini? Naenda kuonana nao sasa hivi. Sawa, hiyo ni nzuri sana. Kwa kweli nafurahishwa sana na utendaji wako wa kazi kwenye hii kampuni. Usijali kaka. Cha usiku, utakuwa na nafasi tukutane wiki ijayo. Usijali Alex, muda wowote ukiwa na nafasi wewe niambie tu tukutane. Sawa, nitafanya hivyo. Kaka, ngoja mimi niwaache. Nitakupigia simu nikitoka kwenye kikao. Sawa. Natumai hakusikia tulichokuwa tunazungumza. Wewe ni mjinga cha usiku. Hivi unawezaje kuja ofisini kwangu kuzungumza na mimi kuhusu kuteka kwangu? Sitaki kusikia lawama zako Sam, naomba unipe pesa zangu, la sivyo nitafichua siri yote. Usinitishe cha usiku. Najua huwezi kufanya hivyo. Una uhakika siwezi kufanya hivyo? Ndiyo. Sawa, tutaona. Kwa nini umebadili mawazo yako na kunilipa pesa zangu? Sio kwamba nilikuwa sitaki kulipa pesa zako, nilikuwa nakutania tu. Hapana, wewe ulikuwa hautanii ila ulikuwa na tamaa. Kweli? Ndiyo. Najua unasema hivyo kwa sababu tayari nimeshakupa pesa zako. Vipi, Alex alikutafuta? Ndiyo, amenipigia leo asubuhi na amenialika ofisini kwake kesho kwa ajili ya chakula cha mchana. Hakuna shida, wewe nenda ukafurahi naye. Kwa kweli mimi siwezi kwenda peke yangu, kama vipi twende wote? Kwani kwenye mazungumzo yenu kuna mahali alikwambia amenialika na mimi? Hapana, hukuniambia kuwa amekualika, lakini mimi naomba unisindikize ofisini kwake maana yeye sijamzoea kama nilivyokuzoea wewe. Kwa kweli unazingua sana cha usiku. Najua nazingua, lakini kesho lazima unisindikize ofisini kwake. Kwa kweli kukaa pamoja hivi kunaleta kumbukumbu nyingi sana za zamani. Hivi mara ya mwisho kukaa pamoja hivi ilikuwa ni lini? Nadhani ilikuwa kabla baba hajafariki, lakini nina uhakika wewe na Sam bado mnaongea mara kwa mara. Sio kweli Alex, unajua cha usiku hapa yupo busy sana shughuli zake. Kama mimi na wewe tulivyo busy na hii kampuni,
na ni muda mrefu sana umepita tangu nilipokutana naye mara ya mwisho. Ni kweli Alex, mimi na Sam tuna muda mrefu sana hatujaonana. Sawa, kama mnayosema ni ya kweli. Sasa sababu ya kuwaita hapa ni kwamba nina pendekezo la biashara ambayo nataka nyie wawili mshirikiane pamoja kuifanya. Wao, biashara gani hiyo? Askari, tafadhali kamata hawa watu wawili. Unafanya nini Alex? Hii ina maana gani Alex? Sikilizeni hii. Usinitishe usiku. Kama wataka nenda hata sasa hivi kumwambia Alex kwamba mimi na wewe ndio tuliratibu lile tukio la mimi kutekwa. Sam, siamini kama ulidanganya kuwa umetekwa kwa ajili ya pesa. Alex, mimi sihusiki kwenye hilo. Sam ndiye alinishawishi. Sam, nilikwambia tuachane na ule mpango lakini ukang'ang'ania. Ona sasa kinachotukuta. Alex, tafadhali, mimi ni kaka yako, naomba usinifanyie hivi. Sam, sitaki mazungumzo yoyote kwa sasa. Askari, fanya kazi yako.